sehemu gani kuna husu nini ndio useme hivyo hivyo. Mathalan hapa ingekuwa ni katika msiba, haitokuwa vyema wala hutohesabika ni mtu wa balagha ukisimama tu Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sallallahu tuko msibani tena wala mambo ya aqdi. Vile vile hapa tupo katika aqdu nikahi, haitokuwa katika balagha mimi ngisimama tu tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay qadir alladhi khalaqa mauta wal hayat. Sallallahu mauti tena tupelekwa kaburini na tupo katika nini? Tupo katika furaha. Ayuha alhadhirun, kuna maneno mengi ambayo kwamba Sheikh Uthman amesema katika khutba. Allah mbariki katika kilima chake kizuri. Amin. Lakini mimi katika dakika chache tu na sitopenda sana kurefusha, nitazungumzia malengo ya hii ndoa. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala akaweka kuweko na ndoa? Kila mmoja ukimuuliza hivi, kila mmoja atanenea kwake, lakini je, ulionena ndiyo ama ya kichwani kwako? Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Al-Qur'an Al-Karim, baada na'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa min ayatihi, na katika aya za Mwenyezi Mungu, katika ishara za Mwenyezi Mungu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kuwaumba kutokamana na nyinyi wenyewe wenza wenu. Lengo la kuwaumba hawaweza kutokamana na sisi wenyewe ni kitu gani? Litaskunu ilaiha, ila mwetali, ili mupate kutulizana kwa wao. Kisha sivyo tu, wajala bainakum mawaddatan wa rahmah, na akajalia baina yenu kukawa na mawadda. Mawadda ni mapenzi ya ndani kabisa, wa rahma, lakini si hivyo tu, kukawa kuna kusikitikiana. Yule mtu wezekao wampenda lakini huna rahma naye, huna masikitiko naye. Sasa litaskunu ilaiha, wake hawa Mola Subhanahu wa Ta'ala ametupa ili tupate kutulizana kwa wao. Na nafikiri sakina haipo katika amali ya jinsi peke yake, hapana. Sakina inapatikana katika mambo mingi sana. Ndio maana katika mambo aliyotuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuchagua mwanamke mwenye dini. Kuchagua mwanamke mwenye dini. Unajua ile suala ambalo kwamba kila mmoja hulifikiria mtu akioa, ni suala ambalo kwamba yani nafasi yake katika ndoa ndogo sana. Nafikiri kila mmoja afahamu. Ile suala ambalo kwamba kila mtu akiambia yoa yofikiria, ni suala ambalo kwamba nafasi yake katika ndoa ndogo sana, ama sivyo? Halichukui muda mwingi. Lakini muda mwingi munaishi wewe na yeye katika muamalat, ndizo ambazo kwamba zinakufanya wewe upate nini? Upate sakina. Na hata si uzuri wa sura, kwa sababu wanasaikolojia wanasema mwanamke ule uzuri unaoona baada ya siku 90, uzuri wa sura unakuwa hauoni tena. Unaona mwanamke wa kawaida tu. Maana yake unaweza kushangaa mwanaume ameoa mwanamke mzuri, alafu baada ya siku kadhaa amemwacha. Salala, mwanamke kama yule yuachwa? Chombo kama kile kinaachwa? Huo uzuri wa sura haudumu, ni siku chache tu basi unaondoka. Kitu ambacho kwamba kitakufanya wewe upate sakina, upate utulivu kwake yeye ni nini? Ni zile akhlaqi zake, ni yale malezi mema ambayo kwamba amepewa nyumbani kwao, ndiyo ambayo kwamba yatakuwa kufanya wewe ukimuona tu moyo wako ufanye nini? Moyo wako uridhike. Unajua, uweza ukajiuliza, kwani mwanamke mwenye dini hakosei? Hakosea. Mwanamke mwenye dini hapindi, yani hapatikani na makosa? Hapatikana. Lakini kuna tofauti gani ya mwanamke mwenye dini na asiyekuwa na dini? Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhusia namna hii kufanya nini? Kwa mwanamke mwenye dini. Mfano mwanamke mwenye dini na asiyekuwa na dini ni mfano wa gari yenye breki na isiyokuwa na breki. Tunafahamiana? Unajua vipi? Gari yenye breki ikiwa itatokea shida yoyote utafanya nini? Utaistopisha. Kitu ambacho kwamba kitaifanya ile gari isimame nini? Ni breki. Ndio dini sasa. Ikitokea kitu chochote aweza kukosea,
lakini baada ya muda tu ile dini yenyewe inakuja automatically inamvuta, mbele tulia. Tulia kwanza kisha uanze safari. Lakini mwanamke ambaye kwamba hana dini kama gari ambayo kwamba haina breki. Ikitokea shida yoyote itaenda mpaka ende ikakuue tu. Yaani itaenda kumalizika tu, wala haitojisikitikia kwamba yenyewe ikienda wewe mwenye gari peke yake ndio utaumia. Hapana. Haitofikiria kabisa kwamba yenyewe itafanya nini? Itakufa, itaenda tu. Ndio mwanamke asiyokuwa na dini. Utaona hata ikitokea kitu kidogo tu kitaenda kitatoka ndani ya nyumba, kitaingia ndani ya mitandao, tuko vizuri sana, kitaingia kwa majirani, kitaingia huku. Kama ni wa mitandao yote itajua kumefanyika nini. Kama si mwanamke wa mitandao, hujawahi kupata mitaani mnaishi, anasema mwanamke kule, ndio anaanza kumsema mume wake. Je, unaona mitaani tunaona sana, si ndio? Tuishi Uswahilini. Asimama kule, hana dini yule. Lakini mwanamke mwenye dini, hata kama ikitokea chochote kile, itakuwa mtamalizana pale wapi? Chumbani tu. Ndio maana yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema muoe mwanamke mwenye dini, kwa sababu ni break ile inakwenda kufanya nini? Inamzuia. Kwa hivyo lengo la kwanza la kuwekwa ndoa ni tumaanina, sakina, kama tulivyoelezwa katika hotuba. Lakini lengo la pili ni lile ambalo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, tanakahu takthuru fa inni ubahi bikum al-umama yawm al-qiyamah. Oweni mtakuwa wingi, hakika yangu mimi nitajifakhiri na wingi wenu siku ya Kiyama. Hili katika lengo kubwa kabisa la nini? La ndoa. Na hapa kuna bahari ndefu sana, hatuwezi kuimaliza kwa sababu ni chache sana. Lakini nitaungana na yule ustadhi ambaye kwamba amesimama hapa akazungumza, Allah amjaze kheri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku ya Kiyama hatoenda kujifakhiri na utabaki, wala na walevi, wala na mashoga. Tuseme hivi jamaa, kwa sababu yani haiwezekani tena kuyafunika. Tuseme hivyo tu, hatojifakhiri na nini? Na mashoga. Atajifakhiri na watu ambao kwamba wanaoshika ule mwenendo ambao kwamba anafanya nini? Anaotuachia sisi. Ndio atakaenda kujifakhiri nao. Katika Sahih al-Bukhari, kama sikosei, katika kitabu al-Hawd, kuna karibu hadithi 9 mfululizo ambazo kwamba zaeleza Mtume kuna watu wataenda kuwafukuza katika haudhi. Watafukuzwa katika haudhi. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atukinge nao. Amina. Watakurubia katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afukuta kwa ukuta. Haudhi ya Mtume mbirika ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amemwandalia atakayekunywa katika birika hilo hatopata kiu kikali tena maishani mwake muda atakapokuwa katika janna. Kila mmoja aiomba hilo. Lakini kuna watu watakapokurubia pale watafukuzwa mbali kabisa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbona mwafukuza watu wangu? Saambia hujui walifanya nini huko duniani. Subhanallah. Watu wameharibu, watu vuruga. Unafikiri Mtume kuacha kujifakhiri nao watafukuzwa kabisa katika umma. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo hili suala la kwamba Mtume atajifakhiri na watu ambao kwamba wenye mwenendo kama huu ambao kwamba tumesikia wa binti kama huyu. Kwa mnasaba kama huo pia, hawa watu ambao kwamba wanawafanya watu kama hao Mtume akaenda kujifakhiri nao, walimu ndio wanaowapika. Lazima tuangalie sana na tuombe Mwenyezi Mungu awahifadhi. Kwa sababu basi na hao walimu, watoto wetu Mtume yani wacha kumkurubia, watawekea ukuta mkubwa sana. Tokeni, msimkurubia huyu bwana. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu ambao kwamba tunaingia katika haudhi ya Mtume na wafanya birika hili. Lakini lengo la tatu kumalizia ikhwani, na nimewarefushia mtanisame, ni lile ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi, binadamu anapokufa mambo yake, amali zake zote hufanya nini? Kukatika, isipokuwa matendo mangapi? Matendo matatu. Sadaka yenye kuendelea kama kujenga msikiti, kufungua visima, kujenga marakiz, kuwanunulia wanafunzi vitabu wakasoma, kuwawezesha walimu wakaweza kuwasomesha wanafunzi pia katika sadaka tunjari. Unajua hivyo? Yaani kumlipa mwalimu, yaani mwaka ukajiwekea, mimi kila mwisho wa mwezi katika pato langu nitatoa 20,000 nitampa shehani pale kwa ajili ya kuwafundisha watoto. Ile sadaka tunjari, kwa sababu elimu haikatiki. Mimi kimsomesha huyu, ataenda kumsomesha yule. Ule mnyororo unakuja tu, khairi zote zinatujia sisi katika sadaka tunjari.
Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye kwamba anayemwombea dua. Haya katika malengo ya ndoa, ya kwamba upate mtoto mwema atakayekuombea dua wewe baada ya kufa. Ni amali yako ile itaendelea kulipwa jamaa. Wala salih, kwa sababu ukishakufa hakuna kitakachokunufaisha isipokuwa nini? Dua. Sasa ukiona mtoto mwema, basi zile khairi zitakuwa zikifanya nini? Zikikujia. Sababu imetoka wapi? Katika nini? Katika nikah. Kwa hivyo haya katika malengo makubwa ya ndoa, na ndio maana yake tukahimizwa sana kuwalea watoto wetu vyema. Wa ila, kwa sababu kama mtoto muovu atakuwa akikuudhi, kwa sababu utakuwa ukionyesha matendo yako kule wapi? Kule kaburini. Tumuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala watu ambao kwamba washaoa, Mwenyezi Mungu awabariki katika ndoa zao, awape watoto wema ambao kwamba watawafurahisha katika kaburi zao, lakini awape watoto wema ambao kwamba watamfurahisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika nini? Katika mahshar na katika haudhi. Na wale ambao kwamba bado hawajaoa, Mwenyezi Mungu awape wake wema na wabarikie katika ndoa zao, na waruzuku vizazi vyema. Na sisi ambao kwamba tushapata watoto, Mwenyezi Mungu atubarikie katika watoto wetu, na awajalie katika wale ambao kwamba wanaishi maisha ambao kwamba waliotaka Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mpaka hapa nitakoma. Mwenyezi Mungu awabariki wasimamizi wa msikiti, Mwenyezi Mungu awabariki wenye ndoa hiyo walioridhiana sisi tukasema, Mwenyezi Mungu awabariki ndugu yetu Sheikh Uthman aliotupa fursa hii, Mwenyezi Mungu awabariki pia hao ndugu zetu ambao kwamba wako mbele yetu hapo kwenye kamera ambao kwamba wanasaidia filma hivi kwenda sehemu za mbali, kwa sababu mara nyingine hao wasaulika, lakini hao pia ni mchango mkubwa ambao kwamba unasaidia. Kilima hiki tumekisema sasa hivi dakika kadhaa tu, lakini dunia yote itakipata kupitia hawa watu. Mwenyezi Mungu awabarikie, awajalie katika wale ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atajifakhiri nao kwa kazi yao njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.